kutoa maelekezo kwa msisitizo zaidi kwa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kudhibiti ubora wa kahawa. Kama mnavyojua, ubora wa kahawa tangu ikiwa shambani hadi kuvunwa na hatimaye kupelekwa sokoni, ubora ni kigezo muhimu sana kinachotumika kupata bei nzuri sokoni. Kumekuwa na wimbi la wakulima kuchuma kahawa mbichi ambayo haijakomaa kwa kisingizio cha kuwahi kupata pesa. Baada ya wakulima wetu wanavuna kahawa ambayo haijakomaa, wanaanika ardhini kwenye udongo na kuikausha kahawa katika kiwango hicho ambacho hakiwezi kuwa kizuri sana. Kwa hiyo ndio kuwasihi tuendelee kuangalia udhibiti ubora wa kahawa hiyo. Kahawa inapochumwa ikiwa mbichi inanyauka, lakini pia inakosa ubora kabisa. Swala hili linarudisha nyuma jitihada za serikali za kumkomboa mkulima. Nitumie mkutano huu kuwaasa viongozi wa vyama kusimamia jambo hili, na mkulima atakayebainika kuchuma kahawa mbichi achukuliwe hatua stahiki. Mheshimiwa Mwenyekiti wa mkutano huu, Mheshimiwa Mwenyekiti wa KCU, swala la kahawa mbichi limeendelea kuchukua sura mbaya zaidi. Mkulima anavuna kahawa mbichi kwenye shamba lake kwa kutaka yeye, kwa sababu ni shamba lake, lakini na wale wasio wema wameichukua hili jambo wakilifanya kwa njia ambayo sio nzuri. Ofisini kwangu na kwenye ofisi za wakuu wa wengine pia, kwa sababu mara kwa mara tunakutana kuongelea jambo hili, tumepata kesi nyingi za wizi wa kahawa hiyo mbichi mashambani. Sasa wezi wanatumia njia kwa sababu wewe mkulima unaamua kujichumia kwako mbichi. Hasa ukichukua mbichi na mwizi anapita nayo, alafu unaonekana wewe ndio uliichukua. Sasa baadaye wewe unachukua kidogo, anakuja mwizi anachukua shamba zima. Alafu unakimbia kwa mkoa ya kwenda kulalamika. Ukimkamata naye mwizi anasema lakini yeye alijichukulia, basi na yeye ahukumiwe. Mimi ndio nimeiba ya kwake, lakini yeye unajua alichukua hiyo mbichi na sisi ndio maana tukaenda tuibe. Sasa mimi niendelee kuwasihi sana, tuisubiri tu ikauke vizuri kwa kiwango kinachotakiwa na tuichukue wakati sasa ina ubora ule unaotakiwa. Lakini jambo lingine ni kuzuia magendo ya kahawa. Kama mnavyojua, mkoa wetu unapakana na nchi jirani zaidi ya 3, na hivyo kushawishi watu wenye tamaa kujiingiza katika vitendo visivyo vya biashara ya magendo ya kahawa. Magendo ya kahawa si tu yanaleta umaskini kwa wakulima walio wengi, bali pia yanaikosesha serikali mapato na kurudisha nyuma maendeleo ya nchi yetu. Kahawa ikikusanywa kwa njia zilizo rasmi na wazi na kisha kuuzwa mnadani, inachangia uchumi wa nchi yetu kwa kutupatia fedha za kigeni. Lakini pia tozo zinazokusanywa zinatuwezesha kuendesha vyama vyetu pamoja na kuchangia elimu, afya na ujenzi wa miundombinu kwenye sehemu husika. Sehemu ya mkoa imejipanga serikali ya mkoa imejipanga kukabiliana na magendo ya kahawa, na kupitia mkutano huu niwahakikishie kwamba yeyote atakayejihusisha na biashara ya magendo ya kahawa atachukuliwa hatua kali za kisheria.